Miaka kadhaa iliyopita, mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu alizungumza na waandishi wa habari katika hoteli ya Protea jijini Dar es Salaam. Katika mkutano huo alisindikizwa na mwenyekiti wa Chadema wakati huo, Freeman Mbowe, pamoja na mjumbe wa kamati kuu, Frederick Sumaye. Akiwa mbele ya waandishi wa habari, Lissu aliitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu mambo mbalimbali ikiwemo tukio la kukamatwa kwa ndege ya Tanzania aina ya Bombardier nchini Canada. Pia alidai kuwa aliyekuwa Inspekta Jenerali wa polisi Simon Siro alituma vijana watatu kumfuatilia mara kadhaa. Lissu alisema aliwaona vijana hao wakitembea kwa gari aina ya Toyota Premio na hata alitaja namba za usajili wa gari hilo. Utapata kumsikia hapa Tundu Lissu. Mimi ni Friday Mangomare na hii ni Bahari TV. Twende tumsikie alichokizungumza. Za asubuhi. Na mimi naomba kabla sijaanza na mazungumzo yangu ni muombe mkuu wa idara ya usalama wa taifa, anaitwa Kipilimba au Inspector Generali wa polisi Simon Siro, wale vijana ambao wamewatuma na kwa wiki 3 mfululizo wananifuata kila nilipo, wanaotembea na gari ya Toyota Premio namba T460 CQV. Jana niliwakaba kanisani St. Peters. Wakubwa hawa wa vyombo vyetu vya usalama wawaelekeze watumishi wao watumie muda na rasilimali za nchi hii wafanye kazi ya kupambana na wahalifu, sio kupoteza muda wao na pesa zetu kuhangaika na raia ambao wanatimiza wajibu wao wa kuiwajibisha serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo afande Siro na afande Kipilimba, fanyeni kazi ya kupambana na wahalifu, tuachieni kazi ya kuwajibisha walioko madarakani kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Sasa ndugu waandishi wa habari, miaka itakapofika mwezi Novemba, Rais Magufuli atakuwa amefikisha miaka 2 kamili tangu alipoapishwa kuwa rais wa nchi hii wa awamu ya 5. Na katika kipindi hiki tumeona mambo mengi sana makubwa ambayo hatujawahi kuyaona katika zaidi ya miaka 50 ya uhuru wetu. Nizungumzie athari za serikali kuvunja mikataba na wawekezaji wa nje na kudhani kwamba hakuna athari au madhara yatakayotutokea. Mnakumbuka waandishi wa habari, wakati wa bunge la bajeti lilipojitokeza swala la kukamata mchanga wa dhahabu, wanaita makinikia sio kitu gani, kilichofanywa kwa amri ya rais mwezi wa 3 na baadaye kupelekwa kwa haraka zile sheria 3 zinazohusu masuala ya rasilimali. Kulikuwa na mjadala bungeni, na mnakumbuka nilizungumza na Profesa Kabudi na Dr. Mwakyembe, walinijibu wakisema kwamba sisi kama nchi huru hatuwezi kuogopa kushtakiwa katika mahakama za kimataifa kwa kuvunja mikataba, kwa kuvunja international obligations, kwa kuvunja wajibu wetu kwa jumuiya ya kimataifa kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa tulioisaini na ambayo sisi ni wanachama. Na niseme hapa kwa masikitiko makubwa kabisa, wanasheria waliobobea ambao wanatakiwa kumwelekeza Mheshimiwa Rais sawa
wamekuwa hawatekelezi wajibu wao kwa sababu pengine ya kuogopa kutumbuliwa au kwa sababu zingine ambazo ziko kinyume na taaluma zao kabisa. Na mojawapo ya ushauri wa aina hii ni hizi kauli kwamba hatutakiwi kuogopa kushtakiwa katika mahakama za kimataifa, sisi ni nchi huru na kadhalika. Ni ushauri ambao ukitoka kwa mwanasheria unasikitika kabisa. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.